na injili ikasambaa mpaka kwetu Afrika, kwa sababu walikubali kusambaa kutimiza agizo la Bwana, enendeni kuhubiri injili. Haleluya, haleluya. Hebu tikisa mkono namna hii, tikisa mkono. Hebu angalia hapa, mwamini Roho Mtakatifu ni nguvu katika utoaji wa sadaka. Yaani ni nguvu. Nisomee kitabu cha Nyakati wa Pili na sura ya 7 na mstari wa kwanza. Anza kusoma mwanangu. Basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana. Makuhani wakashindwa kuendesha ibada, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wakaimba kwamba Bwana ni mwema, fadhili zake ni za milele. Nikwambie hivi, utoaji wetu ukiambatana na nguvu ya Roho Mtakatifu, niwaambie hivi, hayupo atakayehukumu. Tutamtolea Bwana kwa kadiri ya nguvu na kufanikiwa kwetu, kwa namna ambavyo Mungu anatubarikia. Tutafanya mpaka tuhakikishe nguvu ya Mungu inashuka. Mungu anashuka. Kumbuka siku moja Moses Kurara alikuwa anahubiri Kitete na Tabora. Kitete. Sasa lile kanisa la Kitete pale ndio lilikuwa limewekewa msingi lijengwe. Ile kanisa sijawahi kuona mkutano wa injili inahubiriwa injili ya kutoka. Injili ni maneno, watu walisambaa uwanjani kwenda kutafuta hela. Walisambaa ndani ya dakika kadhaa hivi kama nusu saa. Watu wameshafurika tena. Walibeba kabati, mafriji, watu walileta keki, watu walileta ng'ombe, watu yani ulichakaa uwanja kwa sadaka katika mlima, fedha katika nyingi. Kanisa likajengwa likaisha. Mkutano wa nje. Kwa nini? Roho Mtakatifu alikuwepo. Roho wa Bwana akishuka, tunakuwa wagumu kama Mungu hajagusa roho yako. Kama Bwana hajashuka, Bwana akishuka, hata ile hazina uliyoitunza utapenda ubebe. Bwana akishuka, hautazuia chochote. Bwana akishuka, utabeba na kila ambacho hukutegemea kubeba.